Yesu Kristo, njia ya kweli. Yesu Kristo, mlango wa Baba. Tulitawanyika, lakini umetukusanya ndani ya Yesu. Sisi ni mwili mmoja. Dunia yote ilikuwa na lugha moja duniani, na usemi mmoja pia. Watu wakaishi pamoja. Waliposafiri mashariki, wakafika nchi ya Shinari, wakakaa huko kwa pamoja, na wakaanza kupanga mioyoni. Wakasema, haya, twende tufanye matofali ya moto, tujenge mji na mnara ufikie juu mbinguni. Yesu Kristo, njia ya kweli. Yesu Kristo, mlango wa Baba. Tulitawanyika, lakini umetukusanya ndani ya Yesu. Sisi ni mwili mmoja. Tujifanyie jina letu, tusitawanyike duniani. Hapo moyo wa mwanadamu ukafunuliwa wazi. Mnara wa Babeli ule haukuwa jengo tu refu, ulikuwa kiburi cha moyo kinachotaka kupanda juu, mfano wa dini ya juhudi, kutaka kufika mbinguni kwa kazi za mikono yetu na nguvu za kibinadamu. Lakini Agano Jipya linafunua siri kuu. Hatukupanda kwa Mungu, yeye alishuka kwetu. Yesu alitoka mbinguni, akavaa mwili wa udongo, akakaa kati yetu hapa, kutuletea njia ya Baba. Bwana akashuka chini, aone mji na mnara. Hakuna jambo duniani lisilo mbele zake. Mungu akaona kiburi na umoja usio wa kweli, ndipo akachanganya
Mtakatifu aliposhuka, Pentekoste kafungua njia. Watu wa lugha mbalimbali wakasikia habari njema kwa lugha zao wenyewe, wakakusanywa kwa neema. Babeli ilileta kiburi na kuchanganyikiwa duniani, lakini msalaba wa Yesu umeleta amani kwetu. Babeli ilitaka kupanda kwa jina la mwanadamu, lakini Yesu alijinyenyekeza. Ainuliwe Baba milele. Babeli ilitawanya watu, lakini Yesu hutukusanya kutoka kila kabila kuwa familia moja. Baada ya Babeli pia Mungu hakukoma kufanya kazi kupitia mstari wa Shemu, akaendeleza ahadi yake. Vizazi vikaanza kuendelea hadi tena mara mstari wa ahadi kuu wa Yesu Kristo wetu. Hata katika